Ripoti za Chivihi Media zinaruka kutokea katika uwanja wa Boma uliopo katika halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara, ambapo leo Juni 27, 2026 uwanja huo umeanza kufanyiwa maboresho katika maeneo mbalimbali ili kuruhusu shughuli za michezo kuendelea katika uwanja huo. Ikiwa ni takriban miezi 9 imepita pasi na kufanyika shughuli zozote za kimichezo, na hii ni kufuatia uwanja huo kuwekewa changalawe za lami wakati wa ujio wa mgombea urais wa CCM katika uchaguzi mkuu wa 2025. Hapa namzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan, hivyo kufanya uwanja huo kutotumika katika shughuli za michezo. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Karibu kutazama maboresho hayo. Mimi kwa majina naitwa ndugu Christopher Kai Simoni aka kwenye mabana naitwa Nato wa Masasi. Kwanza nafurahishwa na ukarabati unaendelea katika uwanja wetu wa Boma. Uwanja huu kwa namna moja nyingine, kipindi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipofika Masasi, uwanja huu kidogo ulifanywa ukarabati kwa kutolewa nyasi. Zilipotolewa nyasi zikaletwa kokoto kwa ajili ya kuweka ubora kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais kwenye kampeni yake ya mwaka 2025. Baada ya hapo uwanja huu ulikuwa hutumiki kwa namna moja nyingine kutokana na lile zoezi ambalo lilikuwa limeendelea. Na kwa moja nyingine kwenye swala la michezo ya vijana katika uwanja huu ulisimama kidogo kutokana na zile kokoto ambazo ziliwekwa na Wachina. Hivyo basi sasa hivi nafarijika kuona kwamba uwanja huu unafanywa utekelezaji chini ya Mheshimiwa Dr. Leonard Akulapo, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi, na ametoa fedha kwenye jimbo hili kuhakikisha uwanja huu unakarabatiwa na kurudi katika hali ya kawaida, na vijana wataendelea kufanya mazoezi, wataendelea kucheza mipira, makundi mbalimbali yataendelea kufarijika na kuja hapa kuja kuendeleza michezo yetu. Hivyo mimi nampongeza Mheshimiwa Dr. Leonard Akulapo, mbunge wa jimbo la Masasi, Mheshimiwa waziri wa ardhi maendeleo, umeelewa. Kwa hiyo mimi ninachosema, Mheshimiwa waziri amefanya mambo makubwa sana na ataendelea kufanya mambo makubwa katika jimbo letu la Masasi. Nampongeza binafsi kwamba kazi yaendelee, na tunafunga maneno ya kusema kwamba uwanja huu umetelekezwa. Haujatelekezwa. Hivi sasa hivi tunatakiwa watu waje kuona uwanja huu kwamba uwanja hujatelekezwa na uko imara na ufanywe karabati kama unavyoona magredi yanafanya kazi, watu wapo kazini, watu wako site. Hivyo nampongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi aendelee kufanya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa jina naitwa Saidi Ngalu, ni mdau wa michezo ambaye niko wilayani Masasi. Nimekuja kushuhudia ukarabati wa uwanja wa Boma ambao unaendelea kwa sasa ili kurudisha katika hali yake ya kawaida, ambayo wana Masasi walikuwa na kero kubwa sana ya uwanja wa michezo, ambapo Mheshimiwa mbunge kipekee ameona hii ni changamoto ambayo wana Masasi inawasumbua sana, akaona ni bora atekeleze kwa vitendo na kuanza ukarabati mara moja, na nimekuja kushuhudia ni kweli uwanja unarekebishwa, na nafikiri wana Masasi watalipokea kwa uzuri jambo hili, kwa sababu ni kero kubwa ambayo kwa sisi wana michezo ilikuwa inatusumbua sana. Nimshukuru Mheshimiwa mbunge na kwa juhudi zake kwa kudumisha michezo wilayani Masasi, na namuomba asiache huu moyo, kwa sababu wana Masasi na wana michezo tulikuwa na kero kubwa sana juu ya uwanja, ambayo yeye kwa sisi wana michezo hii ilikuwa ni kero kubwa sana, kwa sababu bila uwanja hakuna michezo. Sasa unakuaje na timu bila uwanja? Kwa hiyo na sisi hususan watu wa mpira, maana hii ni burudani yetu. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kuliona hili na kwa kulitekeleza kwa vitendo. Naitwa Albert Ephraim Minde, ni mhandisi ujenzi kutoka halmashauri ya mji Masasi. Tuko hapa uwanjani kwa ajili ya kufanya ukarabati wa huu uwanja. Kinachofanyika leo ni kazi ya leveling, na leveling hii inahusisha kukata eneo la uwanja, kukata udongo kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Ina maana kukata upande mmoja kupeleka upande mwingine, na kitaalamu ina maana ni cut and fill. Kwa hiyo ndo kazi inayofanyika kwamba grader inakata udongo kutoka upande huu wa juu huku inapeleka upande wa chini, na baada ya kukata ina maana kutafanyiwa grading vizuri, then kutafanyiwa compaction, ambapo ni compaction kwa maana ya kushindilia.
utashindiliwa vizuri, then baada ya hapo kazi itakuwa imekamilika. Kitakachofuata baadaye sasa itakuwa ni kazi ya kuongeza au kuweka udongo kwa juu, sasa juu ya hii surface ambayo tumeshaiandaa hapa, ambayo kitaalamu hii surface inaitwa subgrade. Kwa hiyo baada ya kuandaa hii subgrade, baadaye sasa tutakuja kuweka kifusi kwa ajili ya sasa ya kuoteshea zile nyasi. Kufikia hapo sina la ziada. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Nikusii kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ili usipitwe na habari zetu.